Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kinapenda kutoa taarifa kwa umma. Tarehe 19 Novemba 2025, Chadema kilitoa msimamo wake wa awali kuhusu mchakato mzima wa tume iliyoundwa na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Leo, tarehe 23 Aprili 2026, baada ya kupitia kwa kina ripoti iliyowasilishwa mbele ya tume hiyo chini ya Jaji Mohamed Chande Othman, Chadema kinathibitisha msimamo wake. Kwa mujibu wa tathmini hiyo, Chadema kinabainisha wazi kuwa ripoti hiyo haina uhalisia, haina haki na haiwezi kukubalika kama nyaraka huru ya kutafuta ukweli. Chama kinaamini kuwa matokeo yaliyotolewa hayajazingatia haki wala ukweli wa matukio yaliyoripotiwa. Sababu kuu za msimamo huu ni kama ifuatavyo. Kwanza, mteuzi wa tume, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, hana uhalali wa kisiasa, kisheria wala kimaadili kusimamia mchakato huo. Alipata madaraka ya urais kupitia mchakato ambao haukuwa huru wala wa haki na haukuzingatia viwango vya kidemokrasia vinavyotambulika kimataifa. Hii ni kinyume na misingi iliyowekwa na Jumuiya ya Afrika Mashariki, Umoja wa Afrika AU, na Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC. Pili, kiongozi huyo hana mamlaka ya kuunda chombo huru cha kuchunguza ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu unaodaiwa kufanywa na serikali yake mwenyewe. Tatu, kwa mujibu wa sheria ya uchunguzi wa mwaka 2002, Commissions of Inquiry Act, tume kama hii hufanya kazi chini ya maelekezo ya rais. Hivyo basi, haiwezi kuwa chombo huru kinachoweza kutoa haki au kweli bila ushawishi wa mamlaka ya juu. Zaidi ya hapo, haiwezekani mtuhumiwa akajichunguza mwenyewe na kutoa haki. Serikali ya sasa ndiyo inayotuhumiwa kuhusika na matukio mbalimbali, ikiwemo mauaji, utekaji, mateso, ubakaji, unyanyasaji na ukiukwaji mpana wa haki za binadamu. Kwa msingi huo, Chadema kinatangaza wazi kuwa ripoti hiyo si halali na haki ya kweli bado haijatendeka. Wote walioteuliwa ndani ya tume hiyo waliwahi kuwa au ni watumishi wa serikali na pia ni wanachama wa chama anachokiongoza ndugu Samia, CCM, jambo ambalo kimsingi linakiuka kanuni ya msingi kwamba tume huru haipaswi kuwa na uhusiano wowote na serikali wala chama tawala. Hawa wajumbe wakati wote wamekuwa sehemu muhimu ya kuingiza nchi yetu kwenye maafa haya, na baadhi yao ni watuhumiwa wa kupanga na kutekeleza ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu wakiwa madarakani. Hii si tume huru, ni njama ya kuficha ukweli, kufuta ushahidi na kuendelea kuwaumiza waathirika. Chama kinaendelea kusisitiza hitaji la kufanyika kwa uchunguzi huru wa kimataifa na kitaifa utakaokuwa na uaminifu, uwazi na uwezo wa kubaini ukweli bila upendeleo. Aidha, Chadema kinaendelea kufanya uchambuzi wa muhtasari wa ripoti uliosomwa na Jaji Mohamed Chande Othman pamoja na hotuba iliyotolewa baada ya kupokelewa kwa ripoti hiyo. Kauli kamili ya chama itatolewa baada ya kikao cha kamati kuu kitakachofanyika tarehe 28 na 29 Aprili 2026. Imetolewa leo Alhamisi tarehe 23 Aprili 2026. Brenda Rupia, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi. Hii ni Maguisra TV. Tuandikie maoni yako kwenye comment section hapo. Usisahau kusubscribe.